Sahlan wa marhaba bikum mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kupe ahueni na kusalimna na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mwanafunzi wa kidato cha 6 katika halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara adaiwa kupoteza maisha baada ya kupewa adhabu na walimu wake. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman. Karibu tuwe sote. Barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzo. Tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie huko jijini Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar ameshukuru shirika la fedha la kimataifa IMF kwa mchango wake kwa Tanzania tangu kuanza kwa ushirikiano kati yake na shirika hilo, akieleza kuwa ushirikiano huo umeendelea kuwa muhimu katika kuimarisha uchumi na utekelezaji wa ajenda za maendeleo hapa nchini. Taarifa Beni Muipaja inasomwa studio. Waziri Omar ametoa shukrani hizo wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na mwakilishi mpya wa IMF nchini Tanzania, Bi Jana Prico, ambaye ameanza rasmi majukumu yake nchini, ambapo alijadiliana masuala mbalimbali yanayohusu ushirikiano kati ya Tanzania na IMF ambao umedumu kwa zaidi ya miongo 6 tangu uanzishwe miaka 1960. Tumeendelea kushirikiana na kwa hivyo tumezungumza mambo ambayo yanahusu pande zetu mbili. Moja, kuhakikisha ajenda yetu ya maendeleo kama Tanzania, na ambayo mara nyingi tunaizungumzia kupitia dira ya mwaka 2050, the vision 2050. Tumezungumzia kidogo mwelekeo wetu, mustakabali wetu kwenye mpango wetu wa miaka 5 inayokuja, mpango wa maendeleo wa miaka 5, lakini na maeneo ya mashirikiano. Moja, kuhakikisha kwamba wataendelea kufuatilia ukuaji wetu wa uchumi, wataendelea kufuatilia sera zetu za kifedha, wataendelea kufuatilia sera zetu za kikodi kama na monetary policy, fiscal policy, na yanayotokea kupitia sera hizo, vile vile maendeleo ya sekta binafsi na maeneo mengine yale ambayo tumekuwa tukifuatilia, hasa upande wa utulivu wa bei kwa maana ya inflation na mengine. Kwa upande wake, mwakilishi mpya wa shirika la fedha la kimataifa IMF nchini Tanzania, Bi Jana Prico, ameipongeza Tanzania kwa kukamilisha kwa mafanikio mpango wa Extended Credit Facility inayohusisha upatikanaji wa mkopo nafuu kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa nchi kupitia sekta za uzalishaji na huduma za jamii, na Resilience and Sustainability Facility RSF ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, mafanikio ambayo yamechangiwa na kuimarika kwa utulivu wa uchumi jumla, uendelevu wa bajeti na kupungua kwa kiwango cha deni la taifa. Congratulations, you finished the ECF RSF program. It was thanks to you, the good macroeconomic stability, fiscal sustainability, the decline in debt. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na kaimu katibu mkuu ambaye pia ni naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha Nsubili Joshua, kamishna msaidizi idara ya fedha za nje Wizara ya Fedha Robert Mtengule, kamishna msaidizi idara ya uchambuzi wa sera Wizara ya Fedha Juma Mkabakuli, na maafisa wengine waandamizi wa Wizara ya Fedha na IMF. Tukiachana na taarifa hii mtazamaji, tutazame taarifa nyingine ambayo inasema serikali imesema eneo maalum linaloandaliwa kwa ajili ya kupokea na kuhudumia mizigo na malori litakalotumika katika sehemu ya kupanua shughuli za bandari ya Dar es Salaam litachangia kupunguza msongamano bandarini na katika barabara za jiji hilo. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa eneo hilo lenye ukubwa wa hekta 25, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema baada ya kukamilika kwa maandalizi, mizigo itakayoshushwa katika bandari ya Dar es Salaam itapelekwa katika eneo hilo kwa ajili ya kufanywa utaratibu mbalimbali za ukaguzi na kuchangia kupunguza msongamano wa malori barabarani. Na tumekubaliana kama tunataka kuifanya kama ICD tu tunaweza kuifanya wakati wowote, lakini kama tunataka kulifanya eneo hili kama sehemu ya bandari, maana yake mzigo uangaliwe hapa, TRA yapo hapa, kila mtu aweko hapa. Hii itafanyika
kunako mwezi wa Novemba. Tutakuwa tumemaliza kazi hiyo, na Novemba eneo hili linaweza kutumika kama port extension ama eneo maalum ya bandari ambayo TPA atakuweko hapa, TRA atakuweko hapa na taasisi zote za serikali itakuweko hapa, na wananchi watakuja kuchukua mzigo wao hapa. Katika hatua nyingine, Profesa Mbarawa ameagiza mamlaka ya bandari nchini PTA ishirikiana na TANROADS na TARURA pamoja na mamlaka zingine zinazohusika ili kukamilisha maandalizi ya kujenga barabara maalumu ambayo itakuwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha mizigo kutoka bandarini kwenda eneo la huduma. Kuifanya hivyo, lazima barabara hile iwe custom bond road ambayo lazima TRA waidhinishe na iweze kuwekwa kamera na vitu vingine. Tumekubaliana sasa na TPA kwamba kazi inayofuata lazima wakae na TANROADS pamoja na TARURA ili wahakikishe barabara ile sasa inakuwa dedicated kwa ajili ya kutoa mizigo bandarini kuleta hapa. Mzigo ambao pale hautakuwa skana, hautakuwa skandi, utakuja kwa skana hapa, itafanyika skana hapa kuhakikisha kwamba mzigo ule uko salama na hakuna mtu anayekimbia kuhusu kulipa kodi. Awali mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam Abedi Galus Abedi amesema katika kipindi cha mwaka mmoja kumekuwa na ongezeko la takriban tani milioni 6 za mizigo, hali inayochangia kuongezeka kwa msongamano katika maeneo yanayozunguka bandari. Bandari hii sasa hivi inasogelewa sana na mji, na ndio maana tunaona hizi changamoto, kwa sababu nje ya bandari kuna activities za kibandari zinaendelea, lakini vile vile activities za watu binafsi ambazo wanatumia miundombinu ya bandari, na tumeshuhudia kwamba ndani ya kipindi kifupi volume imekuwa ikiongezeka kwa kiasi kikubwa. Ndani ya mwaka mmoja, kwa maana 2020 na 4-25 kwenda 25-26 kumekuwa kuna ongezeko la tani milioni 6. Kwa hiyo hizi zote ndio maana tunaona inakuwa ina impact kubwa kwenye barabara. Aidha, Profesa Mbarawa amesema eneo hilo ya EXAPZDA lililopo Kurasini Kidongo Chekundu jijini Dar es Salaam linatarajiwa kuanza kutumika rasmi ifikapo Novemba mwaka huu. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Kaimu Waziri wa Afya Zanzibar ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu Saada Mkuu Salum ameitaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali ya Zanzibar kuendelea kujenga umahiri wa kazi zao ili kutengeneza ubora wa utoaji wa huduma mara baada ya kupata cheti cha ithibati cha kimataifa katika mfumo wa usimamizi wa ubora wa ISO. Taarifa zaidi na Abdallah Bando. Ni katika hafla ya utambulisho wa cheti hicho mbele ya waandishi wa habari na viongozi wengine kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Saada Mkuu Salum anasema cheti hicho cha ISO 9001:2015 ni hatua kubwa ya kimataifa ya kutambua ubora wa utendaji wa kimifumo unaofanywa na maabara ya mkemia mkuu wa serikali ya Zanzibar. Kwa kuelezea kwa wananchi na wadau wetu muhimu wa kupata ithibati ya mfumo wa usimamizi ya ubora ISO 9000:2015 hususan katika kuhakikisha huduma zinazotolewa na wakala zinaendeshwa kwa kuzingatia taratibu, viwango, wajibikaji na uboreshaji endelevu. Aidha, anasema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kusimamia na kuwezesha maabara hiyo ili iendelee kufanya vizuri zaidi katika mifumo ya ubora wakati wa kupima vinasaba mbalimbali. Namna gani tunavyokuwa tunakwenda hususan katika uwekezaji wa miundombinu ya vifaa, majengo, lakini vile vile na pamoja na watumishi. Akizungumzia mikakati ya kuendelea kuimarisha maabara ya mkemia mkuu wa serikali ya Zanzibar, mkemia mkuu wa Zanzibar Faridi Mzee Mpatani anasema serikali imefanya juhudi kubwa ya kuandaa mifumo mbalimbali na utoaji wa elimu itakayohakikisha wanaendelea kuwa ni vinara katika utoaji wa huduma zilizo bora kwa wananchi na taasisi mbalimbali zitakazopeleka sampuli zao kwa ajili ya vipimo. Kwa sasa, kwanza tuishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tuna vifaa ambavyo vya kisasa, kitaalamu wanaita sophisticated equipment. Tuna GC na tunategemea kupata ICPMS mwezi huu wa 9. ISO 901:2015 iliyokabidhiwa maabara ya mkemia mkuu wa serikali ya Zanzibar inaenda kuongeza uwajibikaji na kuleta ufanisi wa kiutendaji ili upimaji na uchunguzi wao uendelee kuwa bora kitaifa na kimataifa. Abdallah Pandu, Star TV, Zanzibar.
Kijana Peter Everest Maira, mwanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Makongoro, halmashauri ya Bunda mkoani Mara, anadaiwa kufariki dunia baada ya kupewa adhabu na walimu wake kutokana na kufanya vibaya katika masomo yake. Marehemu Peter Maira alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Makongoro, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Alikuwa ni best student. Wakizungumzia kifo chake, baadhi ya ndugu na jamaa wanasema alipata taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzie juu ya marehemu Peter Everest Maira kuwa na hali mbaya, na ndipo ilipolazimu kwenda shule hapo kumuona. Maelezo alivyotuambia kwamba alipigwa, alivyofikia mwalimu kuelekea wa mwisho akasema, mwalimu, nasikia kizunguzungu. Akamwambia, unasikia kizunguzungu au ni kiburi? Akazidi kumuongeza kumpiga, akadondoka chini. Akamwambia, kama ni kufa wewe kufa. Na sasa familia tuna maumivu makali, maana wifi yetu mwenyewe amefariki tarehe 22, tukampumzisha tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hiyo hata miezi mitatu ilikuwa bado tena tumekutana na majonzi mengine. Kwa mimi jana wakati nilipigia simu na mama kwamba mjomba wako amekufa, mimi niliumia, afu sikuamini na sijaamini na sijui kwa nini amekufa. Baba mzazi wa marehemu mzee Maira, Everest Mwaru, anasema ameupokea msiba huo kwa masikitiko makubwa kutokana na marehemu kutarajiwa kuwa mtu muhimu katika familia yao. Yaani nimetokea kwa masikitiko sana, tena kwa maumivu. Yaani kwa maumivu ambao sasa yaani hata sikutegemea kwamba itakuwa hivyo. Sikutegemea kwamba itakuwa hivyo. Mtoto wangu alikuwa mpole, alafu alikuwa anacheza mpira. Kwa hiyo hapo mimi nilipo hapa sasa hivi, yani nashangaa sana mtoto wangu mpaka walimu hapo kushambulia watu. Walimu walikamatwa wote. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, akizungumza kwa njia ya simu, anathibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa tayari wanawashikilia walimu 6 kwa mahojiano. Alizidiwa kwa kuishiwa nguvu mwilini, hali iliyopelekea kupelekwa hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu. Na wakati anaendelea na matibabu, majira ya saa 10:30 za jioni alifariki dunia. Kutokana na tukio hilo, walimu 6 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano. Jeshi la polisi mkoani Mara linawashikilia walimu 6 wa shule ya sekondari Makongoro kwa tuhuma za kumwadhibu na kumsababishia kifo mwanafunzi wa kidato cha 6 aitwaye Peter Everest Maira. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi na wananchi, huku ikitaka serikali kutoa fedha kwa wakati ili mradi huo uweze kukamilika kwa wakati. Joyce Ngerengera ana taarifa hii. Ni mradi uliotekelezwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA katika eneo la Nzuguni jijini Dodoma. Baada ya kukagua mradi huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Selemani Kakoso akatoa maelekezo. Serikali kuiwezesha TBA waweze kuwa wanawapa ruzuku ya kutosha ili waweze kujenga nyumba nyingi ambazo mahitaji yake ni makubwa sana. Lakini la pili, kamati ya Bunge ilishauri serikali kuhakikisha wanapata wabia wa kujenga miradi mbalimbali, kwa sababu uhitaji kwa nchi nzima kwa watumishi wetu bado mahitaji ni makubwa sana. Sasa tumeomba hili walifanyie haraka sana miradi ile ya PPP ambayo inaweza ikawasaidia kuwa na watu ambao wanapata wawekezaji wakashare pamoja, watumishi wakapata nyumba za kutosha. Wakala wa Majengo Tanzania TBA wameeleza namna mradi huo unavyotekelezwa. Na jitihada hizi zinatokana na hali halisi kwamba uhitaji wa nyumba umekuwa mkubwa sana, hususan kwa mkoa huu wa Dodoma. Mathalan tumeona katika kipindi ambacho hizi nyumba 150 zinakamilika, wakati wa kufanya allocation tulikuwa na maombi zaidi ya 1000 kwenye nyumba hizi 150. Lakini meneja wetu wa mkoa ameeleza vyema kwamba mpaka sasa mezani kwake ana maombi zaidi ya 8000 ya watumishi, viongozi pamoja na wananchi mbalimbali ambao wanahitaji makazi. Kwa hiyo tunaona dhahiri kwamba kuna uhitaji mkubwa ikilinganishwa na supply ya nyumba ambayo tupo nayo kwa sasa. Eneo la mradi huu lina ukubwa wa ekari 640 ambapo zitajengwa nyumba za kawaida, magorofa, majengo ya biashara,
shule, zahanati, maeneo ya mapumziko, nyumba za ibada pamoja na barabara za kupita na mandhari ya nje. Mradi huu unatekelezwa kwa awamu mbalimbali kulingana na upatikanaji wa fedha, kwa kuwa mradi huu ni wa fedha za ruzuku. Aidha, wakala wa majengo kwa kutumia vyanzo vya ndani umejenga miundombinu wezeshi ili kuongeza thamani ya maisha na kuboresha mazingira ya makazi. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Polisi mkoani Tabora wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 128 kwa makosa mbalimbali ikiwemo makosa ya mauaji kufuatia misako ambayo ameifanya katika kipindi cha kuanzia Julai mosi mwaka huu hadi Agosti kwenye wilaya zote za mkoa huo. Katika operesheni yetu tumeweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa wakiwa na nyara za serikali ambazo umeziona hapa. Ni jino la tembo na hivi vipande vya jino la tembo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule, amesema kati ya watuhumiwa hao, watuhumiwa 16 wamehukumiwa adhabu za vifungo mbalimbali ikiwemo makosa ya mauaji, ubakaji, kupatikana na mali za wizi, kujeruhi, kuharibu mali, kutishia kuua kwa silaha, shambulio la mwili na kutelekeza mtoto. Kati ya watuhumiwa wa makosa makubwa ni pamoja na mtuhumiwa mmoja aitwaye Shabani Haruna Kilongo ambaye alihukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 30 kwa kosa la kubaka. Na mtuhumiwa mmoja anaitwa Isaac Majula Rumegela, yeye alihukumiwa adhabu ya kifungo cha nje cha mwaka mmoja kwa kosa la kuua bila kusudia. Katika hatua nyingine, kamanda Lulengelule amesema amefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 14 kwa kukutwa na nyara za serikali, wengine wakifanya shughuli za uganga bila kibali, na watuhumiwa 11 kwa wizi wa pikipiki, huku watuhumiwa 5 wakishikiliwa kwa wizi wa mifugo. Kwa upande wa makosa ya kupatikana na nyara za serikali, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 14. Kati yao watuhumiwa 7 wakiwa na meno mawili ya tembo na vipande 9 vya meno hayo, na watuhumiwa 7 wakiwa na miguu 8 ya swala, vipande vya ngozi ya nyamapori kama chui, pamoja na mazao ya misitu ya kimiliki bila kuwa na kibali kwa mujibu wa sheria. Aidha, kamanda huyo ameeleza mafanikio mengine ya misako hiyo ni kuwashikilia watuhumiwa 16 kwa kukutwa na dawa za kulevya aina ya bangi na watuhumiwa wengine 50 kwa kukutwa na pombe ya moshi lita 273. Aidha, kupitia operation dhidi ya madawa ya kulevya tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 16 wakiwa na bangi kilogramu 512 na kete 1200. Kwa kipindi hicho tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 50 wakiwa na pombe ya moshi lita 273 pamoja na mtambo mmoja utenezea pombe hiyo, ambapo wote walifikishwa mahakamani na taratibu za kisheria zinaendelea. Polisi mkoa wa Tabora imewachukulia hatua madereva 18 wa vyombo vya moto kwa kuwafutia leseni kwa kutozingatia sheria za usalama barabarani ikiwemo mwendokasi, ulevi, kusababisha ajali na kuzidisha idadi ya abiria kwenye vyombo vya moto. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Asante sana Sande Kabae kwa taarifa hiyo. Wakulima wa korosho wilayani Korogwe mkoani Tanga wamepatiwa mafunzo ya matumizi sahihi na salama viuatilifu, hatua inayolenga kuongeza ubora na tija zao hilo pamoja na kuwezesha wakulima kuzalisha korosho zinazokidhi viwango na kupata soko la uhakika. Mwandishi wetu Queen Yusuf anafafanua. Wakizungumza baada ya kupatiwa mafunzo hayo na bodi ya korosho mkoa wa Tanga, wakulima hao wamesema wamekuwa na uhitaji wa mafunzo hayo kwa muda mrefu, huku wakisema elimu wanayoipata itawasaidia kuboresha matumizi ya viuatilifu na kuhakikisha wanazalisha korosho zenye ubora zaidi. Tunaishukuru bodi ya korosho kwa kutupa mafunzo haya. Itatuwezesha sisi kama wakulima kufanya kulima kwa ufanisi, kwamba tutaweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu ametuelekeza jinsi ya kulea mikorosho, kuilimia, kupiga dawa. Kwa maana yake kwamba mkulima sasa, sisi kama wakulima tutapata korosho bora. Tutayasikiliza na kwenda kuyafanyia kazi kama tulivyoelekezwa na kufikia lengo la serikali kama mkoa wetu wa Tanga mwaka huu. Sisi kama hujatumia viuatilifu kwenye zao hili la korosho, kwa kweli huwezi ukafanikiwa, lakini ukitumia upuliziaji
katika hali ya usahihi ni kwamba mavuno yanakuwa ni mengi, kwa sababu kuna magonjwa mengi ambayo yanayoshambulia miti hii ya mikorosho. Kwa upande wake, meneja wa bodi ya korosho mkoa wa Tanga Atufigwegwe Mwakiagi amesema serikali ina mpango wa kuongeza uzalishaji wa zao la korosho hadi kufikia tani 750, huku akiwataka wakulima kuzingatia kanuni na taratibu za kilimo bora cha zao hilo ili kufikia malengo. Serikali ina mpango wa kuzalisha korosho tani 750, na kama sehemu ya mkakati ni kwamba serikali imeendelea kutoa pembejeo bure kwa wakulima ya 100%, lakini tunaelewa kwamba pembejeo hizi hazitoshelezi mahitaji ya wakulima kwa 100%. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuendelea kutoa mafunzo kuhusu matumizi sahihi, ili pembejeo ambazo zinatolewa zikitumika kwa usahihi zitaenda kuleta tija ya uzalishaji. Mkulima kwanza ana wajibu, mkulima wa zao la korosho ana wajibu kabla ya kuchukua pembejeo, na kwa mujibu wa mwongozo mkulima ana wajibu wa kuzingatia kwanza kilimo bora zile kanuni bora za kilimo cha korosho, ikiwa ni pamoja na kufanya usafi wa shamba, lakini pia upogoleaji. Bodi ya korosho mkoa wa Tanga inaendelea kutoa elimu kwa wakulima wa zao hilo katika halmashauri mbalimbali ili kuhakikisha wakulima wanapata elimu sahihi juu ya zao hilo. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Kwingineko, wakazi wa wilaya Rombo mkoani Kilimanjaro wamesema kukabidhiwa kwa ambulance katika hospitali ya Huruma iliyopo wilayani humo kutawezesha wakazi hao kupata huduma kwa haraka pindi atakapopata hali ya dharura ya kiafya. Taarifa zaidi na Dana Rose Charles. Wakazi wa wilaya Rombo wamesema hayo baada ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu kukabidhi gari la wagonjwa wa dharura ambulance katika hospitali ya Huruma, ambapo ilikuwa ahadi ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa alivyofanya ziara yake Julai mwaka huu hospitalini hapo. Ninashukuru sana kwa kuongezea huduma hii ya ambulance, kwa sababu huduma ilikuwa ni kidogo sana. Wakati vile vile ukipata mgonjwa kwa wakati mwafaka kumpeleka ule mgonjwa, anaweza akapata maumivu zaidi ya ile huduma ambayo angeipata kwa wakati ule, inakuwa si sahihi. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru, tunajua kupata mgonjwa kupiga tu simu kwa wakati ule, unaweza ukapata ile huduma na mgonjwa akawa maisha yake akawa ameyaokoa. Tumeona hospitali ya Huruma imepewa ambulance na imekuwa jambo la faraja, kwa sababu kipindi cha nyuma tuliona wananchi wa wilaya ya Rombo walipokuwa wanapata changamoto za wagonjwa ambao walikuwa wanatokea sehemu tofauti tofauti kwa kukosa gari za kuwachukua kwa wakati ambapo walikuwa wanaumwa yale magonjwa ambayo ni serious. Uongozi wa hospitali hiyo pamoja na wilaya ya Rombo wanatoa shukrani zao baada ya ujio wa gari hilo. Kwa namna hii mkuu wa mkoa, ni ukweli kwamba tunaenda kutoa huduma bora zaidi kwa wagonjwa wetu, hasa wale wanaohitaji huduma ya haraka. Ni maombi yetu na sala zetu kwamba hospitali hii ifikapo mwisho wa mwaka ni hospitali ya rufaa, ili hadi ya rufaa ya mkoa kwa wilaya yetu ya Rombo, ili wananchi wapungukiwe gharama za kwenda kufuata matibabu mjini Moshi na kwingineko. Baada ya hii kuileta, imekuwa ni surprise ya kweli ya utekelezaji wa uhitaji wa hospitali hii. Hospitali hii imeanza tangu ya miaka 54. Kupatikana kwa gari hilo ni ishara ya utekelezaji wa adhma ya serikali kufikisha huduma za afya karibu na wakazi wa maeneo husika. Sasa mimi nilikuwa sijafanya, kwa sababu na mimi nimerudi Zanzibar juzi, nikamwambia Raymond, kesho kutwa Mungu akituweka hai nataka nikakabidhi hiyo gari. Kwa sababu Sister Darlene kule ana wagonjwa wengi wa wilaya ya Rombo hawana gari. Hakuna maana kuliweka gari kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Twende leo tukalikabidhi. Kwa hiyo nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa afya, kutekeleza ahadi ya serikali. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Tukiachana na sekta ya afya, tutazame taarifa nyingine ambako halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera imevuka lengo la makusanyo hadi kufikia 114%, hali iliyosababisha halmashauri hiyo kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
Akizungumza katika kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Biharamulo Apolinari Mgalula amesema mafanikio haya yametokana na ushirikiano uliopo baina ya madiwani, mkurugenzi na watumishi wa halmashauri hiyo. Mambo mawili. Moja, tukajikite kwenye ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani. Kila kata, kila mheshimiwa diwani ashirikiane kuona mianya inayovuja ukusanyaji wa mapato. Tukikusanya mapato, hizi changamoto nyingine ndogo ndogo zitapatiwa ufumbuzi kabisa. Mimi naamini hivyo. Kwa sababu budget tutakuwa tunaiona inavyoenda. Lakini jambo la pili, katibu, tumekubaliana leo pia kwamba iko miradi midogo. Iko miradi ya muda mrefu sana. Inahitaji hela kidogo ikamilishwe kwa wakati, ianze kutumika na wananchi wafurahie. Akiongea kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Thomas Athnas Mahenge, amesema halmashauri hiyo itaendelea kuongeza nguvu katika usimamizi na ukusanyaji wa mapato ili lengo la serikali la kuwahudumia wananchi liweze kufikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri itaendelea kuweka jitihada za kukusanya mapato ili kupunguza ufinyu wa bajeti. Aidha, halmashauri kupitia mapato yake ya ndani imekuwa ikichangia kuwezesha ukamilishaji wa miradi hiyo ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ya utendaji na uwajibikaji wa halmashauri yaliyopatikana kupitia sekta mbalimbali yametokana na ushirikiano madhubuti uliopo kati ya timu ya management na waheshimiwa madiwani katika utekelezaji. Wakiongea kwenye kata tofauti, baadhi ya madiwani wamesema kuvuka kwa lengo la makusanyo kumesaidia baadhi ya miradi iliyopo kwenye maeneo yao kukamilika kwa wakati na kupata hati safi. Kwenye makusanyo tumejikuta tumekusanya bilioni 4 milioni 815, maana yake tumevuka asilimia, tumekuwa mpaka asilimia 114. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake tumekusanya kile tulikuwa tumekiandaa, tumevuka mpaka na malengo. Na kwa mambo yalifanyika kwenye kata yangu, kwa kweli namshukuru Mungu. Kila mipango tuliyoipanga kufanya kwenye kata yangu asilimia imeonekana. Kwanza tulikuwa naanza sana ya daraja pale kwenye shule ya msingi Mauna, daraja lile limekamilika. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi nikifika pale namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya kazi kubwa inayoonekana. Kwa hiyo mimi niseme wanakabindi kwa kitu hicho wanafurahia. Pamoja na mambo mengine, madiwani wametakiwa kuendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato sambamba na kuziba mianya yote inayoweza kutorosha mapato hayo. Na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amewataka wazazi mkoani humo kushirikiana na walimu kuwawezesha wanafunzi kupata chakula kipindi cha masomo, jambo litakaowasaidia kuongeza umakini na kujifunza darasani. Mkuu wa mkoa huyo Brigadier Jenerali Ahmed ameyasema hayo wakati akipokea vyumba viwili vya madarasa pamoja na madawati yaliyotolewa msaada na taasisi ya Vodacom Tanzania Foundation. Amesema watoto wanaopata chakula shuleni huongeza umakini mkubwa darasani na kuchangia kukua kitaaluma na kuongezeka kwa ufaulu shuleni. Moja na wajibu wa serikali, mafanikio haya ya elimu ya mtoto yanahitaji ushirikiano wa wazazi na walimu na jamii kwa ujumla. Hivyo ni wahamasishe wazazi kwa mkoa wa Ruvuma kuhakikisha wanashirikiana na walimu ili kuwawezesha wanafunzi kupata mahitaji ya chakula wawapo shuleni ili kuwafanya wajifunze bila kikwazo cha njaa. Kwa upande wake, mkuu wa kanda za nyanda za juu kusini wa Vodacom Tanzania Abinego Mwagama amesema ukarabati na ujenzi wa madarasa hayo yamezingatia watoto wenye mahitaji maalum. Mpango huu unaangazia umuhimu wa kuwa na mazingira ya kujifunzia ambayo yanawajumuisha wanafunzi wote na kuwezesha ushiriki kikamilifu katika mchakato wa elimu. Madarasa haya yatakuwa sehemu ya mazingira ya kila siku ya wanafunzi na walimu wa Mahilo Primary School, na tunatarajia yatatumika katika kujenga mazingira bora zaidi ya kufundishia na kujifunzia, huku yakizingatia mahitaji ya wanafunzi wote wakiwemo wenye mahitaji maalum. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mihiro Abineri Juma amesema shule hiyo bado inakabiliwa na changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya choo. Na tunaahidi tutatunza na tutaweza kuyafanya yawe madarasa
endelevu kwa kizazi na vizazi. Na madarasa mengine haya ni machakavu. Tunashukuru sana Vodacom. Aidha, Mwagama amesema kukabidhiwa kwa madarasa hayo pamoja na madawati ni mwendelezo wa taasisi hiyo ya Vodacom Tanzania Foundation kuboresha mazingira ya kusomea na kujifunzia katika shule mbalimbali nchini baada ya kufanya hivyo katika shule ya msingi Vikindu mkoani Pwani. Bwana Shomari, Star TV. Na mtazamaji, taarifa yake Bwana Shomari natupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa na usawa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in Artificial Intelligence and Machine Learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni usawa jicho letu mkoani, na leo hii tuelekee huko mkoani Manyara. Zaidi ya wagonjwa 600 matatizo mbalimbali ya moyo mkoani Manyara wanatarajiwa kupata huduma za kibingwa za magonjwa hayo zinazotolewa na madaktari bingwa kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI kutoka jijini Dar es Salaam. Zakaria Mtigandi na taarifa hii. Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Manyara imekuwa na utaratibu wa kushirikiana na madaktari bingwa kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kutoa huduma za kibingwa kwa wakazi wa mkoa huu. Awamu hii hospitali hiyo inashirikiana na madaktari bingwa moyo kutoka taasisi ya JKCI, ambapo kwa mujibu wa kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Yesiga Mtajwa na daktari wa moyo kutoka JKCI Pedro Paranjo wanatarajia kuhudumia wagonjwa 600 kwa kipindi cha siku 5 za kambi hiyo. Hapa ndani hospitali wagonjwa wapatao 350, lakini pia kambi hii inaendana sambamba pia na zoezi la zijue namba zako, ambazo hizi tunazungumzia kujua kiwango chako cha sukari, kiwango chako cha mafuta mwilini, lakini uwiano wa urefu na uzito, lakini kujua pressure zako, lakini pia eneo jingine kujua tunaita uzio wa kiuno, kwa kuna kiwango kwa mwanaume na mwanamke. Na hili zoezi tutalifanya hapa, lakini pia tutaenda sambamba kulifanya uwanjani siku ya Jumamosi ambapo pia kuna marathon. Na sisi kama wadau tutakuwa pale uwanjani kwa ajili pia kutoa huduma. Tunategemea angalau kuhudumia wananchi wasiopungua 300. Kwa sababu magonjwa haya yakitambuliwa mapema inakuta unaweza kuzuia watu kuenda kwenye madhara. Lakini dalili zile za kawaida ambazo tunaziona mara nyingi ni kama miguu kujaa,
kupata shida kwenye kupumua, mapigo ya moyo kwenda kasi, kuwa na maumivu au kichomi kwenye upande wa kifua, hasa upande wa kushoto na dalili nyingine. Baadhi ya wagonjwa ambao tayari wamepata huduma hizo za kibingwa wanasema wameridhika na jinsi huduma zinavyotolewa. Nilishaambiwa niende huko Benjamin Mkapa karibu mara KCMC, lakini nilishindwa. Lakini kwa sasa hivi nimepata hiyo huduma, nashukuru sana. Kwa mfano unaenda Benjamin Mkapa ni gharama shilingi karibu ngapi? 20 na kitu mpaka Dodoma hapa kutoka Manyara. Tunachoshukuru ni kwamba hii hali iendelee ili tuweze kupata fursa hii nzuri kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya matibabu na huduma ya watu wetu wa Tanzania nzima. Baadhi ya maeneo ya moyo yanayochunguzwa kibingwa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa moyo, umeme wa moyo, uzito na urefu. Hivyo wakazi wa Manyara na maeneo jirani wenye changamoto za moyo wanaombwa kujitokeza kwenye kambi hiyo kutibiwa. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.